Danieli walipelekwa katika nchi ambao watu walikuwa wakiabudu miungu. Danieli alikuwa kijana wa hekima na pia kijana wa maombi sana. Biblia inasema ya kwamba kuna siku, ukianzia katika mstari wa 10 chini, ilifika mahali wa Media na Parish wakakubaliana ya kwamba katika hiyo nchi mfalme peke yake ndiye atakuwa anaabudiwa. Hakuna kitu kingine kitaabudiwa katika hiyo nchi. Na wakaandika waraka wakapelekea mfalme, na mfalme akaweka sahihi ile waraka ya kwamba hakuna mtu ataabudiwa katika ile nchi, ni yeye peke yake. Na Danieli alikuwa mahali pale. Danieli alikuwa anajua Mungu. Wale walikuwa kiabudu miungu, walikuwa kiabudu miungu yao, walikuwa kimwabudu mfalme. Danieli alipogundua ya kwamba sasa wameweka sahihi, hakuna mtu kuomba, hasa hapa, Danieli alisimama na ujasiri kwa Mungu aliyemjua. Alisimama na ujasiri kwenda kwa nyumba yake. Biblia inasema Danieli alikuwa akiomba mara 3 kwa siku. Alikuwa anakaa akiomba. Yaani wakati wametangaza, kwa sababu walijua kuna mtu lazima atapatikana. Na hivyo ndivyo shetani anafanya kazi katika maisha ambayo tunamoishi. Bwana asifiwe. Walijua ya kwamba hapa katika hii nchi kuna mateka ambao wanatoka Yuda na wanaomba, wako na Mungu wao ambao wanaomba, ni lazima tutamshika. Bwana asifiwe. Danieli alienda akakaa katika maombi, akaomba. Yaani wakati unaomba, yaani katika mazingira ambayo tunamoishi, wakati unajua uhusiano wako na Mungu vizuri, unajua connection yako na Mungu vizuri, kuna watu huku nje wanakujua zaidi sana kuliko vile wewe unajielewa. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu anakujua yaani anakujua zaidi. Hao watu walikuwa kimchunguza Danieli. Walikuwa wanaangalia vile anavyotembea. Hata kwa nyumba yake wanapita. Bwana asifiwe. Siku moja wakapita, wakasikia sauti, huyu ni Danieli anaomba. Wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme, na wakamweleza vizuri ya kwamba hii sheria ambayo tuliweka, hakuna mtu anaweza vunja hii sheria. Juu mfalme alikuwa ameanza kusita. Alikuwa amejua Danieli ni mtu mzuri, alikuwa amejua Danieli ni mtu wa Mungu. Mfalme alikuwa ameanza kusita, akashindwa ni nini atafanya. Yaani hili jambo lilimsumbua mfalme. Biblia inasema mpaka jioni wale watu wakamrudia, wakamwambia, si tuliweka amri na mtu yote afai kuvunja amri ambao tuliweka. Mfalme akasema ni kweli. Ikafika mahali wakaamuru Danieli achukuliwe, atupwe kwenye ile shimo. Yaani mfalme alishindwa atafanya nini. Washtaki already wameshakuja kumstaki kwa maombi ambayo anaomba. Bwana asifiwe. Angalia tu, wameweka sheria. Aliendelea kuomba na kumtafuta Mungu. Katika maisha ambayo tunamoishi, hivi ndivyo vita ambavyo shetani anapiga watu wa Mungu. Wakati unaomba ndipo majaribu yanainuka. Wakati unasimama kumtafuta Mungu ndipo naye shetani anakutafuta zaidi. Inatupasa kusimama imara. Bwana asifiwe. Inatupasa kusimama pasipo kutingizika. Amen. Wakati kuna majaribu, simama imara. Bwana asifiwe. Wakati mateso yanainuka, simama imara, maana kunaye mtetezi ambaye anateta ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana asifiwe.
Yesu wako ni kwa ajili yetu. Wakati Yesu alikuwa na mateso makali, ilimbidi aende katika maombi. Wakati hali inakuwa ngumu katika maisha ambayo tunamopitia, wakati mwingine kuna njaa, wakati mwingine kuna ukosefu wa kazi, tusimame imara katika maombi, maana Mungu wetu wako na Mungu wetu atatupigania. Bwana asifiwe. Wakati familia zetu ziko na msukosuko, tusianze kulia. Kunaye Mungu anayesikia. Bwana asifiwe. Mungu wetu wako. Danieli hakuanza kuogopa ati niko katika nchi ya wenyewe, sitaomba. Alijua Yesu, nimeshikwa mateka, niko pale. Hakuanza kuogopa nitafanywa nini. Alijua kwamba huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni yeye pekee anaweza kuniokoa. Alijua wanadamu hakuna msaada kwao. Alijua msaada wake unapatikana kwa Mungu. Alijua hata nikimbie wapi sitasaidiwa. Ninapomkimbilia Mungu kwake nitapata toshelezo. Bwana asifiwe. Toshelezo letu linatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu ndiye msaada wetu wa karibu. Hata wakati Hana alijua ya kwamba sasa mimi niko na uchungu, alijua hataenda kwa wanadamu. Alijua nitaenda Shilo kwa maombi. Hapo ndipo nitapata majibu yangu. Hapo ndipo kudharauliwa kutaisha. Alijua wanadamu wanaweza kunidharau, lakini katika maombi, hapo ndipo kudharauliwa kunaishi. Amen. Katika maombi. Wanadamu hawana jibu ya maisha yako. Maisha yako Yesu ndiye ako na jibu. Maisha yako Yesu ndiye ako na jibu lako. Yesu ndiye ako na jibu kwa ajili ya jamii yako. Yesu ndiye ako na jibu kwa ajili ya watoto wako. Yesu ndiye ako na jibu kwa ajili ya ndoa yako. Huyu Yesu pekee ndiye anayeweza. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.